Saa ya kuamka kutoka usingizini imewadia. Yeye jaya anakuja wala atakawia. Siku za mwisho maarifa yataongezeka. Na tunaishi katika majira haya za siku za mwisho ya kanisa la mwisho, kanisa la Laodikia. Je, ni vuguvugu? Unasema umeokoka lakini una tofauti na mpagani. Utajuta mwanangu siku ile parapanda itakapokuwa imelia. Alafu utasoma kwenye internet hivyo hivyo. Taarifa zitakuja kwenye simu yako hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Utapokea taarifa kwa WhatsApp hiyo hiyo. Hiyo hiyo ulionayo. Kila mahali taarifa zitakuwa hizo. Watakatifu wameondoka. Wale watu waliokuwa wamezama wanaonekana washamba. Wanavaa mavazi ambayo yanaonekana wamepita na wakati, wameondolewa. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Hakutakuwa na nafasi ya pili. Hakutakuwa na nafasi ya pili. Walioko kuzimu, walioko kwenye mateso, wanalia huko, wanapiga makelele, wanasema laiti angetoka mtu kuzimu huku, akaenda akawaambia watu huko, wangetubu. Na sauti ya Mungu inasema, wasikie sauti ya Yakobo kule anazungumza. Wasikie sauti ya Yakobo kule anazungumza. Wasikie sauti ya mtumishi wangu kule anazungumza. Lakini wewe unaisikia sauti hii, hutaki kuisikia. Hutaki kuitii. Saa ya kuamka kutoka usingizini imewadia mwanamke. Saa ya kuamka kutoka usingizini imewadia mwanaume. Tunaweza tukawa tusiione kesho. Inawezekana tusimalize usiku wa leo. Parapanda inaweza kulia wakati wote. Ikilia ukiachwa, hakuna second chance. Hakuna nafasi tena ya pili. Utalia mpaka machozi yatakauka. Huruma ya Mungu itakuwa imeondoka. Rehema zake zitakuwa zimeondoka. Wakati wa kulia ni sasa, sio kesho. Wakati wa kurekebisha maisha yako ni sasa, sio kesho. Na wewe weka mikono yako juu. Usiweke mikono kwa ustarabu. Weka mikono juu kabisa, kama alama kuhitaji msaada. Yeye atakayenionea haya mimi na maneno yangu, mimi nami nitamwonea haya mtu huyo mbele za Baba yangu na malaika zake. Weka mikono yako juu kama alama ya kuhitaji msaada wa Mungu.